Unaona amushini ule wanaenda amushini ule. Washwaga. Amushini ule kwenda kushota mai. Washwaga ndeni. Hii ikiwa ni siku nyingine, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Ninakusalimu popote pale ulipo, ikiwa tariki 15 Juni mwaka 2026. Maeneo popote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninakusalimu na kukutakia siku njema. Lakini hivyo pia kuweza kukaribisha katika kipindi hiki uweze kuungana nami mwanzo hadi tamati. Lakini niweze tu kukuonyesha ya kuwa ninakuomba uweze kabisa kuwagawia watu wengine ikiwa wewe kabisa ungaliwa mpya, na pia kujiunga katika channel hii uweze kufaidia, na hivyo kwa watu wengine wafaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Tazama hali hii ya usalama mashariki mwa Kongo, hususan katika nyanda za juu huko ofisi Mwenga, ambako hali ya usalama inaendelea kuzorota. Lakini niweze tu kukupasha katika mtasari wa habari, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ya kuwa siku ya leo tariki 15 Juni mwaka 2026, hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu huko ofisi Mwenga, hususan katika maeneo ya Minembwe, imeonekana ya kuwa waasi wa M23 Red Tabara Twirwaneho wameweza kuacha kijiji hicho na kujielekeza maeneo mengine. Lakini hivyo katika mengi katika mtasari wa habari siwezi nikayataja, lakini kwenye habari kamili ungana nami mwanzo hadi tamati. Hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, ungana nami hata kubonyeza alama subscribe na alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka. Hii ni Reality Mambo TV. Tunapatikana katika mashariki mwa Kongo, ni katika Kivu ya Kusini. Acha nikupashe hali ya usalama mashariki mwa Kongo, lakini nitajibwaga kwenye nyanda za juu ofisi Mwenga, ambako milio ya risasi inakuwa kama vile kitu cha kawaida kwenye nyanda za huko juu, na hivyo kuweka wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi katika vijiji kadhaa, ikiwa katika maeneo ya Kitavi, Mikenge na maeneo mengine, ambako milio ya risasi na mapambano makali kujiri kati ya waasi wa M23 Red Tabara na Twirwaneho kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo, na hivyo kuleta taharuki miongoni mwa wakazi na wengine kuweza kujielekeza maeneo mengine tofauti na kuweza hivyo kuepukana na hali ya usalama kuwa mbaya, lakini tu wakiwa na malengo ya kujiepusha na madhara katika uwanja huo wa vita. Ndugu mpenzi msikilizaji, niweze kukupasha kuwa hapo kabla katika wiki iliyopita mapambano makali yaliweza kuripotiwa katika maeneo tofauti, ikiwa Mikenge na hata maeneo mengine pembezoni mwa Minembwe ya kati. Hivyo nilikupasha hapo kabla kuweza kukuonyesha kuwa kutokana na taarifa zinazoweza kutambaa ya kuwa Minembwe kati ya mikono ya majeshi ya Kongo, yani wazalendo na FARDC, iliweza kupingwa kabisa hapo jana tariki 14 ya kuwa si kweli kabisa, na kuweza kukuonyesha kuwa wazalendo au jeshi la FARDC majeshi ya Kongo iliweza kupatikana katika kilomita 2 na Minembwe ya kati. Lakini hivyo kufika leo tariki 15 Juni mwaka 2026, taarifa zetu za habari zinaweza kutupasha kutokana na vyanzo vya habari ya kuwa Minembwe kwa sasa hii mikononi mwa majeshi ya Kongo. Lakini hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, niweze kuonyesha kuwa Minembwe ilikuwa ni mahali ambako waasi wa M23 Red Tabara Twirwaneho walikuwa wanaweka ngome yao kubwa na kuweza kabisa kufanya mapambano makubwa dhidi ya majeshi ya Kongo. Sio tena kwa kilomita 2, lakini wameingia rasmi katika Minembwe ya kati, na hivyo kuweza kuonyesha hata kabisa video ya kuwa wako kati kabisa katika Minembwe ya kati. Waliweza kuonekana na kuweza kusikika kuwa pembezoni kwa kilomita 5 na hata tena kilomita 2, lakini kwa sasa sio kilomita tena, wameingia katika Minembwe ya kati.
amushini ule kwenda amushini ule. Boswaga. Amushini ule kwenda kushota mai. Boswaga ndeni. Amushini anda shota mai kule. Ndio hapa kwa shitu kunekala pa mwaipo. Kuna mwingine muna batu. Ni bashoda tu. Na raia moya moya. Ona manyumba kisha nabaki. Kalombe njoo ulikuwa natafuta Kalombe njoo. Akisha cha kwa maiboba na Kalombe mayani. Pori hapa. Mko bien. Mko bien kabisa. Mimi tuko mayani hapa. Kalombe mayani. Habari ya masiku mama. Uko bien? Habari ya bebe? Unaogisi tunakala huku. Baridi mingi sana. Ile fiera mabiti hakuna. Hakuna biti hapa. Hakuna kiti. Ni bulongo tu. Antuka. Hakuna cha kufanya. Unataka tukumbuka kutombea. Hatari kabisa. Hizo na desert moka bien. Hatari kabisa. Tuko. Unasikia tu minembo, unaona kile kibaridi. Ona kibaridi, unakiona. Ona kibaridi. Mko bien. Naona. Pale kule ndio ngambo kwa aeroport ya avion. Mais avion yaishuka kitena. Avion yaishuka kitena. Milima tu. Ona kibaridi. Ndio sababu mbase. Thibitisho ni kubwa kuonyesha kuwa Minembwe ya Kati mikononi mwa majeshi ya Kongo, na hivyo kuweza kufanya hata mji kubaki bure kabisa na wengine hata kujielekeza maeneo mengine ambako hakuweza kujulikana. Onde Minembwe centre Minembwe ngo mazo mamba ya zao. Tuzana kata Minembwe centre. Na kapine Ringo. Baghdad. Jackson Peyo Azawa, Muri, Batonso Bazaliawa, tuzana Minembwe centre, Minembwe centre ango. Moka vite changa pena kati. Komanda peme asika yeo toye kutika yawa. Minembwe centre. Opération Silisa. Nde Minembwe centre. Minembwe ni pori tu. Nasikia tu Minembwe. Sasa ni mgini moya ajabu. Pori kupori. Mgini wabandi. Pori kupori. Hii polisi hapo inaonekana bien. Hii ya regiment. Na ikokota kabisa na chia karibu hapo. Nikikokota tena. Katika hali ya kukupasha kuwa Minembwe ya Kati mikononi mwa majeshi ya Kongo na hivyo kuonyesha mshindi mkubwa. Minembwe ya Kati ilikuwa ni maeneo ambako ilikuwa miaka kadhaa yenye kupita majeshi ya wahasi wa M23 yani Red Tabara na Twirwaneho walikuwa wanapitikana maeneo hapo, na hivyo
kuweza kutoa jeshi ya Kongo jasho kabisa kwa kuweza kufika maeneo hayo. Kushika maeneo ya Minembwe ya Kati inakuwa shangwe kubwa sana kwa majeshi ya Kongo, na hivyo kuweza kuonyesha mshindi mkubwa kwenye nyanda za juu za huko Fizi, Mwenga na Uvira. Lakini maeneo hayo yalikuwa magumu sana kushika, na hivyo kuwafanya wengine kabisa kutumia nguvu za ziada ya kwamba waweze kushika maeneo hayo. Ngome kubwa ya waasi ilikuwa imepatikana katika maeneo ya Minembwe ya Kati, na hivyo hata kabisa kuonekana ugumu mzito kuweza kuingia maeneo hapo. Imetangazwa rasmi kutokana na vyanzo vya ndani vya habari vinavyoweza kutuonyesha kuwa maeneo ya Minembwe ya Kati hususan kabisa imeweza kuingia mikononi mwa majeshi ya Kongo. Kutokana na kingine chanzo cha habari kinaweza kutuonyesha kuwa watu hawawezi kabisa kuonekana katika maeneo hayo ya Minembwe ya Kati, ikiwa upweke kabisa katika maeneo hayo, lakini wakiweza kushuhudiwa raia wachache tu wanaoweza kuonekana na majeshi ambayo tu yanaweza kupatikana katika kijiji hicho cha Minembwe. Hiyo ilikuwa ni taarifa yangu ya habari ambayo niliweza kukupasha tu leo kutokana na vyanzo vya habari ambavyo vimeweza kunifikia na hivyo kuweza kukupasha. Ulikuwa nami mwanzo hadi tamati. Ni shukrani kubwa sana ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa kuweza kunifuatilia. Ungana nami katika vipindi vingine, lakini kwa kuweza kubonyeza alama subscribe hapo chini na alama ya kengele unapata habari zetu katika muda mwafaka ni kitu kizuri. Sambazia wengine na uwafaidie. Hata kucomment na kulike kuonesha tuko pamoja. Hii ni Reality Mambo TV. Tarehe 15 Juni mwaka 2026 nimekuletea habari. Ungana nami tena.